Salama, za kwako? Salama sijui. Namshukuru Mungu. Naona dabi ya Kariakoo imetamatika bwana kwa sare ya mabao mawili kwa mabao mawili kwa mawili. Kwa ujumla wewe mchezo unaweza ukauzungumziaje? Ilikuwa ni mechi nzuri, mechi yenye tension kwa sababu mechi ya Simba na Yanga kuweza kushuhudia magoli manne sio jambo rahisi. Na magoli manne hayo kwa maana option ya kwanza aweze kushinda, akishindwa basi apate alama moja ili kuweza kumaintain ile gap lake na Simba na kuweza kutengeneza mazingira mazuri ya kuzidi kutetea ubingwa wake. Lakini kwa upande wa Simba alikuwa na option moja tu, kushinda. Ndio ukiangalia hata focus yao waliingia wakiwa na nguvu na wakafanikiwa kupata magoli mawili, lakini baadaye kwa utulivu wa hali ya juu na ukomavu Yanga wakarudi katika mchezo wakaweza kusawazisha na kuweza kudominate game. Kwa hiyo ni mechi ambayo ilikuwa imegawana vipindi. Mwanzoni Simba aliweza kuchukua mchezo, lakini baadaye Yanga akachukua mchezo. Na kwa nini Simba alichukua mchezo? Kwa sababu Yanga hawakuwa bora kimbinu. Walianza na tempo chini, lakini pia walitaka walazimishe kupitia chini wakati tukizingatia mazingira ya kiwanja kuwa supportive, kwa maana kwamba uwanja wakati mwingine unaweza kukudanganya ukifanya makisio ya nguvu ya mguu ambao utakwenda kuitumia kwenye kupushi mpira na uwezo wa ground au nyasi kuweza kusupport ilikuwa tofauti. Kwa pasi nyingi zilikuwa zifika, lakini pia inakufanya uweze kuchelewa kufika kwa sababu ya movement ya mpira haina kasi. Wakati Simba walichokifanya wao waliingia na wakaamua kuwa aggressive, hasa kutoa mipira mirefu na wakitegemea safu yao ya kiungo cha ushambuliaji na ushambuliaji ina watu ambao walikuwa wana kasi. Kwa hiyo Yanga walichelewa kuingia mchezoni, Simba wakatumia advantage wakaweza kupata magoli mawili, lakini kwa bahati mbaya mwalimu wa Simba akafikiri pengine ndio itakuwa ni siku ambayo pengine anaweza akapata karamu ya magoli. Mimi nilikuwa natazamia baada ya kupata magoli mawili katika dakika 10 za mwanzo pale angeweza vitu viwili. Jambo la kwanza, aidha angebadilisha approach au angebadilisha baadhi ya watu, kwa sababu ukiangalia tayari Yanga walikuwa kwa nyuma kwa magoli mawili. Kwa hiyo ungeweza kuamua kuweza kuslow down tempo ya mchezo na ukaanza kucheza tempo ya chini na kuwa wengi mpo nyuma ya kiwanja kuweza kuwazuia Yanga, na ingeweza kuweka yote kwa sababu uwanja ulikuwa hauruhusu vitu vingi kuweza kutokea. Kwa hiyo ukikaa nyuma ya mpira unakuwa na faida kubwa, lakini still wakaamini kwamba kama tumeweza kupata magoli mawili dakika 10 basi pengine tunaweza kupata magoli 4 au magoli 5, na hapo ndipo wakaenda kuamsha Yanga na Yanga wakaamua kutumia udhaifu wa Simba hasa kwenye safu ya ulinzi. Nishazungumza mara nyingi kwamba ukiangalia Simba safu yao ya ulinzi ina changamoto, walinzi wake wengi ni wazito, hawawezi kutana na kufanya maamuzi. Ndio maana Sibaka anaingia na approach ya kuweza kukushambulia kwa kasi ili kuweza kuficha madhaifu yao ya ulinzi. Yanga wakaitumia na kuweza kusawazisha. Kwa hiyo ni matokeo ambayo kwa mechi ya jana ukiangalia in general yalikuwa ni fair, ingawaje palikuwa pana changamoto za kiuamuzi wakati fulani, ingaje ni changamoto ambazo haziwezi kuwa za moja kwa moja kama ambavyo wanafanyaga waamuzi wetu. Kama tungekuwa tuna teknolojia ya VAR katika ule mchezo, ingeweza kungamua baadhi ya maeneo. Kwa mfano ile kwa tukio ambalo litokea kwa upande wa Depp, it was supposed to be the penalty na red card kwa upande wa Ismail Tule, lakini kwa sababu ya pressure ya mchezo, uharaka wake na kukosa kuwa na marejeo, mwamuzi akashindwa kungamua. Lakini all in all it was a good game. Good game ambayo imeweza kuonekana jana, na kama tungekuwa tunacheza katika uwanja mzuri tungeweza kupata kitu kubwa zaidi kile ambacho tumeweza kukiona sana. Lakini Steven Becker amefika na tunaona mechi 2 mfululizo wanapata magoli 3. Nini ameboresha Steven Becker? Nafikiri Steve Becker si kwamba ameboresha, isipokuwa ananufaika na madhaifu ya Pedro. Yaani Becker mwalimu mkubwa, Steve mwalimu mkongwe mkubwa wa South Africa. Mimi nikasema sio mwalimu, ni mkufunzi, yani mwalimu wa walimu kwa age yake, lakini pia ni expert wa mpira. Kwa hiyo ni mzuri katika mbinu kuweza kusoma. Ndio ukiangalia hata Simba anavyoipanga, Simba haina kikosi kipana, haina kikosi kizuri sana, haina wachezaji bora sana, wana baadhi sio nyota, lakini wampatana mwalimu ambaye anaweza akatumia hao walionao akautumia ubora wao mdogo wakampa matokeo. Kwa hiyo nilichokiona ni kwamba Becker ananufaika zaidi na madhaifu ya Pedro. Pedro ni dhaifu. Yaani ni kocha ambaye pamoja na mambo mengine ambayo Yanga wako nayo, pamoja na changamoto za kiuchezaji na usajili na vitu vingine vingi, lakini changamoto kubwa ni mwalimu, kwa sababu nishakuzungumza hili, wakati mwingine ukiwa na timu mbovu inatakiwa mpate mwalimu mzuri wa kuweza kutumia kidogo hicho nacho na kupata matokeo. Kwa hiyo utakuwa unapanga approach kulingana na kosi ulicho nacho. Uwezo kama kwenda kwenye mechi pengine, natoa mfano, unakwenda kuwa offensive wakati una defensive nzuri. Kwa hiyo unaweza kusema okay, mechi ya leo mimi naingia na timu ambayo ina nguvu. Kwa hiyo nitaingia na style hii ambayo
kuwafanya hao wasije kwangu na vitu kama hivyo. Kwa hiyo mbinu za mwalimu wakati mwingine zinaweza kwenda kuficha madhaifu ya wachezaji. Kwa hiyo ameshindwa kuifanya Yanga iweze kuwa imara katika mazingira magumu walionao. Ndio ukiangalia Sibeka ameendelea kunufaika kwa sababu mechi zote tatu ambazo nazungumzia Yanga anapoteza si kwa sababu tu ya makosa ya kiuchezaji, lakini kwa sababu ya makosa ya kimbinu. Mfano angalia sasa mechi kama ya jana, mechi iliyoisha ya mwisho baada ya kuongeza ya Kwasi alikuja kuongeza kitu na timu ili improve kuelekea kwenye mwisho wa mchezo, na ule upande wake ukaweza kwenda kukua imara. Mwalimu ambaye anaangalia mbele, mchezaji ambaye amekupatia kitu katika mechi iliyopita, lazima uweze kwenda kuanza naye, lakini tena amekariri kikosi, anakwenda kuanza na Israel. Sio mbaya Israel Mwenda, mchezaji ambaye Yanga amewasaidia kwa muda mrefu, amekuwa na mchango mzuri, lakini when it comes katika ubora wa Yaokwasi na Mwenda, huwezi kuopt kumtumia Mwenda. Lakini pia Simba ni wachezaji ambao wamekuwa wakitumia flanks, wanatumia mbinu ya kutumia mawinga wenye kasi na wenye maarifa. Wakimpanga Libase Gwe ana madhara, wakimpanga Ansati Aura ana madhara, wakimchukua Mpanzu pembeni ana madhara. Hao watu ambao wana kasi. Kwa hiyo nataka upate mlinzi ambaye ana akili nyingi na kasi, lakini pia mlinzi ambaye ataweza kwenda kunufaika na hao wakiwa hapo kwenye maeneo yao, akaweza kwenda kuongeza namba. Sifa ambazo ya Okwasi zote anazo. Uwezi kwenda kumtumia. Haya, ukiwaangalia Simba katikati hawana viungo wenye ubunifu sana. Ukiangalia Yusuf Kagoma ni kiungo ambaye anapenda migongano, lakini hana maarifa zaidi ya kuweza kuiorganize timu. Yeye ni mzuri zaidi kwenye kufanya defense isiweze kufikiwa kwa urahisi. Unaelewa si? Ukimwangalia Neo Maema ni kiungo ambaye ana maarifa lakini hana kasi. Hawezi kutani kwa haraka na kukimbia kwenye eneo kubwa. Anataka apate ample space aweze kuitumia. The same to Kante ambao uko naye ana shida hiyo hiyo. Hasa kwa nini unakwenda kumpanga mtu kama nani Damaro? Kwa nini sasa? Kwa sababu Damaro ungeenda kumtumia kama unakutana na timu ambayo ina viungo bunifu, ili akusaidie kuweza kwenda kutumia matumizi ya nguvu na kwenda kuharibia utulivu. Simba hana viungo bunifu katikati kwenye eneo la ulinzi. Sasa kwa nini unamtumia kiungo ambaye hana maarifa, kiungo ambaye ni mwepesi kufanya foul, kiungo ambaye ana delay kwenye matukio? Kwa sababu anapata kadi nyingi ni kwa sababu ya kufanya late tackling. Yaani anachelewa kufika, matokeo baada ya kuwahi mpira anaenda kwenye mili ya watu, anapata kadi. Una watu ambao wanaweza kufanya hiyo kazi. Una mtu kama Ndambwile yuko nje, una mtu kama Chwaboi kwenye mechi kwa bora ambao anao Chwaboi na ile na composure yake, uwezi kumkompea na viungo kutajia. Yaani mchukue Yusuf Kagoma, mchukue Neo Maema, mchukue Kante, mchukue Damaro, hawezi kufikia exposure ambayo anayo nani Chwaboi. Kwa mechi kama ile unataka mtu ambaye atakwenda kuhold timu, mtu ambaye atakwenda kupunguza pressure na kuanza kupanga mashambulizi kwenda kwenye attacking midfielder ambao wapo. Mechi ambayo Simba hawana ubora katikati, wanachofanya wao tu na kutumia katika kwenye flanks kwa watu walionao. Kwa hiyo unagundua kwamba mwalimu insight yake katika hizo mechi ilikuwa iko chini. Mimi kwa mtazamo wangu na kwa maarifa yangu ya mpira wa miguu. Sawa. Tukija kwa upande wa mchezaji wa Simba Kratos Chota Chama, jana amekuwa na performance bora sana, sio jana tu, hata mechi iliyoisha ya Derby pia alikuwa na performance bora sana. Unamzungumziaje Kratos Chota Chama ambaye umri wake unaenda lakini anazidi kuwa bora, na sio tu bora, mwanzo alikuwa sio mchezaji ambaye anainufaisha sana timu yake kwenye mechi kubwa, lakini sasa hivi kwenye Derby anafanya kile anachohitajika kukifanya. Yaani Chama ananufaika na approach ya mwalimu Steve Barker. Ndio inamnufaisha tu. Kwa maana kwamba Chama ukimpa majukumu ya timu hawezi kukusaidia. Ana akili kubwa, akili yake inafanya kazi. Lakini mwalimu amemuondolea pressure. Kamwambia wewe cheza unavyocheza unataka kucheza. Kwa hiyo kuna watu wanamfanyia majukumu yake. Na Chama wewe comes kwenye kutumia akili, no doubt ni miongoni mwa wachezaji ambao wana akili kubwa, wana uwezo mkubwa sana. Sasa unapokuwa na kikosi ambacho kina mtu kama Chama, ilikuwa ni jukumu la mwalimu wa Yanga sasa Pedro kuweza kumpangia mpango mkakati, kama ambavyo Simba wameweza kumpangia mkakati Okelo na Pacome wakafanikiwa. Kwa hiyo ukiona Chama anakuwa yuko loose na anafanya vitu, maana yake ni mwalimu ameshindwa kuweza kutafuta mpango wa kuweza kumdhibiti, kwa sababu Chama ukimwekea mtu hawezi kucheza. Si unaelewa? Chama anataka apate space, awe analiangalia goli. Huwezi kumkaba akiwa yuko kwenye movement, anakuwa ni hatari kwa sababu ana maarifa ya ziada ya kuweza kutoka kwenye njia. Kwa hiyo bado narudi hapa kwamba Yanga ilikuwa iko vulnerable katikati, kwa sababu ukiangalia jana hata uwezo wa Duke haukuwa vizuri sana katikati. Ni kama walikuwa wametawanyika na walikuwa wanatengeneza magep matatu. Ukiangalia defense ipo chini kivyake, ukiangalia viungo wako chini, washambuliaji wako tofauti. Kwa hiyo palikuwa pana mita karibia mita 3-2 zinacho space. Hasa space kumwacha Chama lazima aweze kuadhibu. Kwa hiyo mwalimu hakujua anakwenda kuingia na silaha gani na ashambulie wapi. Yaani aliingia kama anakwenda kufanya ile ni common play ambayo sio sahihi kwa mechi kwa Simba na Yanga.
Hakuwa specific kama je, nakwenda kucheza na Simba, nakwenda kushambulia kwenye flanks au nipitie kati. Na Simba wana ubora gani? Nitakwenda kudhibiti kitu gani? Kwa binafsi nafikiri mbinu za mwalimu jana zilikuwa ziko chini sana. Ziko chini sana. Yeah.